Mwenye kuswali akiwa na sifa hizi sita, basi ajijue kwamba yeye anaswali lakini ni mnafiki katika swala yake. Na tumeona swala darasa hili ni muhimu zaidi kwa sababu swala inabidi tuswali kila siku. Ukihitaji maelezo haya, tafuta kitabu kinaitwa Kitabu Salati. Kitabu Salah ni kitabu cha Ibn Qayyim Jawzi. Kwa kitabu changu mimi nenda ukurasa 248 utakuta haya maelezo yapo pale kwa kitabu changu. Lakini Kitabu Salati cha Ibn Qayyim Jawzi, kitabu kizuri sana. Naam. Sifa ya kwanza ya watu ambao wanaswali lakini wanafiki, sifa ya kwanza, idha qamu ila salati qamu kusala, au unaweza kusema alkasalu inda alqiyami ilaiha. Alkasalu inda alqiyami ilaiha ni uvivu wakati wa kusimama kwenda kwenye swala. Ni uvivu wakati wa kusimama kwenda kwenye swala. Na kwa maana nyingine ni uvivu wa kwenda msikitini baada ya adhana kuadhiniwa. Unaweza kuleta pia kwa maana hiyo. Adhana imeadhiniwa, umeisikia, hauna sababu za kisheria za kuzuia kwenda msikitini, halafu ukaenda mpaka raka ya kwanza, raka ya pili. Au upo msikitini, ikama unaisikia, lakini ukaamua kwanza kusikiliza simu. Huo ni unafiki. Alkasalu inda alqiyami ilaiha, uvivu zama za kusimama kwenda kwenye swala. Unakuta mtu yuko msikitini lakini anasimama kwa uvivu mpaka ile safu ya kwanza inajaa na mtu aliyotoka nyuma yake kuijaza yeye hajafika safu ya kwanza. Ukiwa na sifa hiyo, basi ujue una alama katika alama za unafiki kwa wenye kusali. Alama ya pili, muraatu nasi fi fi'liha. Muraatu nasi fi fi'liha ni kuwaonyesha watu katika kuifanya hiyo swala. Ni kuwaonyesha watu katika kuswali. Na sisi tuna kanuni moja, ukiwa unaswali sunna nyumbani kwako unaswali kwa sura fupi fupi, lakini ukija mbele za watu ndio unaziswali kwa sura ndefu ndefu. Ibn Qayyim Jawzi katika kitabu chake anasema hiyo ni alama katika alama za unafiki wa wanaoswali. Muraatu nas, kuonyesha watu. Na wako baadhi ya watu wanaswali kwa sababu matajiri zao wanaswali, akifukuzwa kazi anaacha na kuswali. Huyu mtu anahesabika kuwa ni katika wanaoswali lakini wanafiki. Sifa ya tatu ya sifa ya wanafiki wanaoswali, taakhiruha, ni kuichelewesha swala, kuiswali mwisho wa wakati. Kuichelewesha swala, kuiswali mwisho wa wakati. Yaani una shughuli zako unafanya, unasubiri magharibi kabla dakika 10 ndio unaswali. Unasubiri magharibi kabla nusu saa ndio unaswali. Adhuhuri unasubiri hivyo, inakwenda mpaka saa 9:30 ndio unaswali adhuhuri. Hiyo ni katika alama za unafiki kwa wanaoswali, wataakhiruha, kuichelewesha. Sifa ya 4 ya unafiki wa wanaoswali, naqaruha. Naqaruha ni kudokoa, kuiswali swala kwa kudokoa. Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allah, yani hutulii katika nguzo. Na mara nyingi watu huwa hawatulii kwenye sehemu mbili. Watu huwa hawatulii kwenye itidali, watu huwa hawatulii, na katika kikazi kati ya sida mbili watu huwa hawatulii. Mara nyingi sana mtu anainuka sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Sasa hapa sio hata tasbih kasema wakati gani? Sami Allahu liman hamida, Allah, hutulii. Naqru anaita ni kuidokoa. Unakuta mtu atoka kwenye sijida
Allahu akbar, Allahu akbar. Hizi nyiraji hata rabbana walakal hamdu umeisoma kweli wakati huo? Au rabbi ighfirli, hata hiyo yani kiwa kudokoa sala ni alama za unafiki kwa wanaosali. Alama ya 5 kabla ya 6, wa qillatu dhikrillahi fiha, wa qillatu dhikrillahi fiha, na uchache wa kumtaja Mwenyezi Mungu kwenye swala. Wa qillatu dhikrillahi fiha, na uchache wa kumtaja Mwenyezi Mungu katika sala. Hiyo ni katika alama za unafiki. Mtu ambaye anatakiwa amtaje Mwenyezi Mungu kwa uchache ni yule ambaye ni msafiri mathalan, ni mgonjwa mathalan, ni mtu kwenye vita mathalan, mtu anayekwenda mahakamani mathalan. Lakini wewe ni mzima kabisa, kwa nini usilete nyiradi za kutosha? Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع. Soma nyiradi za kutosha. Ukiwa kwenye sida lete nani zako, subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli, allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Lete nyiradi nyingi. Kwa nini? Kwa sababu huo ndio wakati pekee bora wa kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Swala ndio nafasi pekee bora ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini unaleta mkato? Hiyo wanasema ni miongoni mwa alama za unafiki wa wenye kusali. Alama ya 6 na ya mwisho, watakhalufu an jamaatiha, watakhalufu an jamaatiha, na mtu kuzikosa jamaa za swala. Watakhalufu an jamaatiha, na mtu kuzikosa jamaa za swala. Kwa nini hudhurii swala za jamaa? Kwa nini? Kwa hiyo tukijiona tuna sifa hizi, tujue sisi tunaswali lakini bado tuna tatizo la kuwa ni wanafiki kwenye swala. Kwa hiyo nimeona nizilete hizi ili tuingie tuswali vizuri. Kiyama kule, ibada ya kwanza kuhesabiwa kiyama ni swala. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyama as-sala. Ibada ya kwanza mtahesabiwa kiyama ni swala. Hatusali vizuri, tuache unafiki. Somo letu linaishia hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.